Bwana, mambo inazidi kupamba moto. Bwana, Mama Joe bado alikuwa anaendelea kubananishwa na kuwa katika hali nzito mno ya maamuzi. Sasa jambo ni kwamba amefanikiwa kumwona binti yake wa kuitwa Rozi, ila alichoulizwa na binti yake Rozi kinamweka njia panda sana mwana mama huyu. Tukawa tunajiuliza nini hasa kitakachoweza kutokea. Nikakwambia usikose kufuatilia katika sehemu ya 15. Hatimaye mzigo huu hapa sehemu ya 15 kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Karibu sana, tuungane pamoja katika hii sehemu ya 15. Labda niseme kwamba swali moja kwako mama. Unaondoka kwenda Dubai na kumwacha mwanaume aliyekuwa na wewe kwa ujana wako wote mpaka kuweza kukufikisha kwenye huo umri. Unakwenda Dubai kisa tu umekutana na ex wako. Swali la Rozi liliweza kumfanya Mama Joe amtazame kwanza Miki. Tena sio tu kwa kumwacha akiwa na afya njema, lahasha. Unamwacha mwanaume wako yupo kwenye koma na anatumia oxygen akipambania maisha yake. Kisa ex wako. Mama Joe alikaa kimya kwa sababu alichokiuliza Rozi kilikuwa kina maana kubwa mno na kilikuwa kinahitaji hekima kubwa sana kuweza kukijibu, kwani endapo atajichanganya tu kwenye majibu yake kinaweza kuwa kina madhara makubwa mno kwa mzee Mashushu na hata kwake pia. Nisikilize we mtoto, hujui chochote kuhusiana na mimi. Mama Joe alizungumza kwa ukali huku akimtazama Rozi usoni mwake. Kwa nini una panic? Ikiwa nimekuuliza kwa ustaarabu tu, nijibu na sio kunifokea. Hujui ni mateso mangapi mimi nimeyapitia kwa yule mwanaume. Kikubwa kwa sasa ni wewe kuelewa ya kwamba babako mzazi ni huyu hapa Miki, na kuanzia sasa hivi fanya taratibu za kubadilisha ubini wako. Hauitwi Rozi Mashushu. Mama Joe alizungumza muda huo, chozi lilikuwa likimlenga-lenga. Sasa tusikilizane. Haya mazungumzo yanaishia hapa. Tunaondoka na ndege ya saa 11 alfajiri. Hivyo tutakwenda kuzungumza mbele ya safari. Yaani kirahisi tu namna hiyo. Alisema Rozi. Hili sio ombi. Nisikilize. Mimi naijua sheria na najua haki zangu. Kwanza wewe sikujui. Tumeonana hata hatujamaliza wiki na sijui chochote kuhusiana na wewe zaidi ya kupewa story na huyu mchawi ambaye kwa namna moja ama nyingine na yeye pia simuamini. Inaweza kuwa ni moja ya njia za kuweza kunirudisha kwenye maisha yake. Sasa mimi sasa hivi nina maisha yangu binafsi. Nina kwangu, nina kazi yangu, na sio wewe unayeweza mimi kunipangia wapi pa kwenda, wapi nisiende, sijui niishi na nani nisiishi naye. Huna hayo mamlaka ya kunipangia. Mama, una siri zako na nina video yako. Usihisi ya kwamba mlifanikiwa kuifuta na kuweza kukuthibitishia hiyo video kwamba ninayo. Hii hapa. Unaweza kuitazama. Rozi alimuonesha mama yake video hiyo ya mauaji na alimuonesha tu kwa mbali. Kama unampenda huyu mwanamke wako, kaeni mbali na Glory. Glory ni wifi yangu na ana mtoto mdogo. Siwezi kumtelekeza kama nyinyi mlivyoweza kufanya mlichokifanya. Mnataka kumtelekeza Mashushu. Siwezi kufanya hivyo. Labda tu nikwambie kitu kimoja wewe mzee Miki wewe. Kutoka kimapenzi na mamangu hakukuhalalishi wewe kuwa una mamlaka juu yangu kamwe, kwa sababu hujawahi hata siku moja kutoa shilingi 10 yako kwa ajili ya malezi yangu. Mara 100 mzee Mashushu labda ambaye anaweza kasimama na akasema mimi ni mwanae, hata kama sio damu, ila nitamheshimu na nitaliheshimu hilo
kaa mbali na maisha yangu, na sihitaji kabisa ni kuone unakuwa karibu na maisha yangu. Nadhani umenielewa. Kama umeweza kuiteka akili ya mamangu, basi mimi huwezi kuiteka akili yangu. Rosie alisimama na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Alishika kitasa na kisha akageuka. Nisikilizeni. Najua una kisasi na Glory. Unataka kumua Glory. Glory anaishi pale. Endapo lolote litampata, niwahakikishie kwamba hii video nitaiachia kwenye mitandao ya kijamii na utapoteza kila kitu. Aminini hivyo, na sitoshindwa kufanya hivyo, na msahau kunishirikisha kwenye upuzi wenu. Kama mnataka kwenda vacation, hilo ni la kwenu, sawa, na sio mimi. Niwatakia usiku mwema. Rosie aliweza kufungua mlango na akatoka ndani hapo na kumwacha Miki pamoja na Mama Joe wakibaki tu na bumbuazi kwa kila alichokuwa amekipanga Miki, akiamini kabisa ya kwamba kitakuwa vile ambavyo alihitaji, ila kimekwenda tofauti kabisa na alichokuwa amekipanga. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona ghafla Gamba akayefumbua macho yake taratibu na kumtazama Juliana. Juliana alikuwa amesimama pembeni mwa dirisha huku likiwa limefunguliwa pazia na mwanga wa jua wa alfajiri ulikuwa umeingia ndani ya chumba hicho. Taratibu kijana Gamba alikaa kitako na kusimama. Alimsogelea Juliana sehemu alipokuwa amesimama. Hey. Gamba alizungumza kwa sauti ya upole. Juliana alimtazama kwa macho makali pasipo kumjibu chochote. Umemkaje? Mwenye raha na amani moyoni mwako. Umemka ukiwa kwa salama? Mimi amka yangu wewe haikuhusu. Na huna haja ya kujua nimemkaje. Juliana alizungumza hivyo kisha akaondoka eneo hilo. Akakaa karibu na kitanda cha baba yake. Aliushika mkono wa Mzee Mashushu na machozi yalikuwa yameanza kumbubujika. Uchungu mwingi ulikuwa umemtawala moyoni mwake Juliana, umemfanya jihisi kila mtu kwake ni mbaya na amuone yeye na baba yake. Gamba, babangu alikuamini. Ni kwa nini umemfanyia hivi? Juliana alizungumza yeye mwenyewe. Unazungumza na mimi? Kwani mimi niko na nani hapa? Rudia, unasema? Babangu amekuamini. Ni kwa nini umemfanyia hivi? Mimi nini nilichomfanyia babako? Kumbe ni mwanajeshi Gamba. Umekuja kutupeleleza, si ndio? Sio kila mwanajeshi ni mpelelezi. Gamba, usinifanye mimi ni chizi. Usinione mimi ni mpumbavu Gamba. Juliana alizungumza kwa hasira huku machozi yakimtoka kwa uchungu. Ngoja kwanza. Nahitaji hili kuliweka sawa. Siwezi kurekebisha historia yangu ya nyuma ikiwa sikuwajua kabisa kwenye maisha yangu. Kama unahitaji kunihukumu kwa ajili ya maisha yangu, ni vyema na wewe ukajihukumu kwa kuto kuweza kutunza bikra yako mpaka ulipoweza kukutana na mimi. Juliana hapo akamtazama Gamba kwa macho makali mno. Mlaumu mama yako na sio mimi. Na kama mtahitaji niondoke kwenye familia yenu, mimi niko tayari. Nitapanda ndege na kuondoka na nitakotokomea pasipojulikana. Nadhani umenielewa. Tusiumizane kichwa kwa vitu visivyokuwa na misingi wala miguu. Umenielewa? Gamba alitoka ndani hapo na moja kwa moja akaelekea katika mgahawa kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Glory akiita kwa kusema, "Wifi." Glory aliita mara baada ya kuweza kuingia chumbani kwa Rosie na alimkuta akiwa bado amelala. Rosie alitikia hivyo. Glory akasema, "Pole wifi yangu Rosie. Unaonekana umechoka sana." Kiasi chake.
Rose alizungumza huku akiachia msonyo kidogo. Pole, unajua nimekuamsha, naweza nikaondoka na tutazungumza baadaye. Hakuna shaka. Istoshe, sababu ya kuendelea kulala hapa ikiwa tayari kumeshapambazuka sioni hiyo sababu ya kuendelea kulala hapa. Vipi baba mkwe anaendeleaje kwani? Mbona kama una mawazo? Wifi yangu Glory, maisha yangu mimi yamevurugika tena kwa kiwango cha hali ya juu mno. Rosie, maisha yako yamevurugika kivipi? Unaweza kuamini ya kwamba eti Mashushu sio babangu mzazi wa kunizaa? We Rosie, mbona sijakuelewa wifi yangu? Mashushu sio babako mzazi kutokana na hasira unayoizungumza au ni kutokana na nini? Hebu niambie kwanza. Rosie ilibidi amwelezee Glory kila kilichotokea usiku wa siku hiyo. Glory alibaki akisema Mungu wangu, kumbe wapo karibu na mimi. Glory wifi yangu, usiwe na mashaka, hawataweza kukudhuru. Wewe wifi yangu Rosie, usimwamini mtu. Mtu ni mbaya. Unaambiwa ni heri ukutane na simba lakini sio mwanadamu. Hii ni mbaya sana, na unajua hali yangu jinsi ilivyo. Wanaweza wakanidhuru na ujauzito wangu. Wifi yangu Glory, niamini. Niamini mimi, hakuna kukudhuru. Na ile video mimi ninayo. Video gani? Rosie alichukua simu yake na kumuonesha Glory video ambayo mwanzo aliitumia kama kigezo cha kumtishia mzee Mashushu na mkewe. Hii video kwangu mbona ilifutika? Najua, ila niliiweza kuweka katika mfumo wa code ambapo wasingeweza kuitafuta hata kama ikiingia kwenye mtandao wowote ule wa kijamii, hawataweza kuifuta. Sijakuelewa wifi yangu Rosie, unanichanganya. Glory, mimi nimesomea masuala ya IT pia. Na nilisoma kwa miaka 3 nikiwa nafanya kazi Marekani. Unajua kwa nchi hizi za wenzetu, mara nyingi ukiwa umeajiriwa kwenye kampuni kubwa, wanakupa nafasi ya kufanya kazi nyingine au kusomea kile kitu cha ziada. Na mara nyingi hawaaminigi kwa binadamu kufanya kazi moja pekee. Na ndio maana mara nyingi hutoa nafasi kama hizo. Sawa sawa. Kwa hiyo wifi yangu Glory, wifi yako pia mimi niko vizuri sana kwenye masuala ya IT. Haya wifi yangu Rosie, ni nini utakifanya mara baada sasa kujua ukweli? Kwa sababu japo Mashushu sio babako, ila haitosaidia kuondoa upendo wake. Na pia bado Juliana inabidi umuone kama mdogo wako vile vile. Wifi yangu Glory, hapa nilipo ninachanganyikiwa mimi. Nisikilize wifi yangu Rosie. Mimi ninavyoona, mimi hapa lazima kutapangwa tu mbinu chafu. Na kama sio huyo mzee Miki huyo, basi mama yako. Kwa sababu ni watu ambao wanahitaji uhuru wa kimaisha sasa hivi. Wifi yangu Glory, tuachane nao bwana. Vita yao mimi wala hata inihusu. Nashauri jambo moja. Jambo gani? Unaonaje kwa sasa tukaenda kuishi Marekani? Kwa sababu mimi naogopa sana wifi. Unajua mama yako yule sio mtu mzuri kabisa. Basi sawa Glory. Kwa sababu Marekani nina makazi yangu, tunaweza tukaenda tukaishi kule na nikaendelea na majukumu yangu ya kikazi pia. Basi acha nimpe kazi msaidizi wangu, atuendelee mazingira kuishi huko. Sawa wifi yangu, ila tu Glory na kuomba uwe na amani. Kwa sababu yule mzee Miki hawezi kukushika wala mama hawezi kukufanya chochote. Sawa, ila mimi unajua siwaamini wale watu. Glory alishikilia msimamo wake wa kuondoka nchini Uingereza, kwani mzee Miki na mama Joe wameshakuwa tishio kubwa mno kwa ajili ya maisha yake na kiumbe chake kilichopo tumboni. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumuona mzee Don Rafael alikuwa akizungumza, akanasema hey Juliana, mbona unalia? Kwema tena huko? Ndugu yangu Mashushu anaendeleaje? Don Rafael alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda mbio.
Kitendo cha kumwona Juliana akilia kwenye video call kilimchanganya sana mzee huyu Don Rafael. Baba mdogo, kuna tatizo kubwa. Ndo niambie sasa Juliana, hebu jikaza niambie. Rafiki yangu Mashushu anaendeleaje sasa? Mgonjwa anaendelea vizuri. Juliana kwa kuthibitisha hilo aligeuza kamera ya simu yake na kumwonyesha mzee Mashushu akiendelea kupumulia mashine. Don Rafael akauliza, sasa mbona unalia? Tatizo nini? Kama baba anaendelea vizuri, unalia nini? Ni kuhusiana na mama. Mama yako kafanyaje tena? Hapo Juliana alikaa kimya kwanza kwa sekunde kadhaa. Mama yako kafanyaje? Mama na mwanaume mwingine. Hapo Don Rafael macho alimtoka huku akimtazama Juliana. Wewe unasema? Mama na mwanaume mwingine, na huyo mwanaume ndio baba mzazi wa dada Rozi. We Juliana, wewe Juliana, utakuwa unaumwa wewe. Hapana ba mdogo, mimi naongea ukweli kutoka moyoni. Mama amemsaliti baba. Hayo yote mambo ya kipuuzi. Amekwambia nani? Ameniambia dada Rozi jana usiku. Alikuja hapa na amenieleza mambo mengi kuhusiana na mama na biashara za dawa za kulevya anazozifanya baba. Ebu nisikilize Juliana, sawa? Huyo dada yako Rozi anatumiwa na watu wabaya wanaotaka kuwasambaratisha nyie. Kumbuka dada yako Rozi ametekwa. Wewe hujui kama dada yako ametekwa? Hujiulizi ni kwa nini ameongea hayo? Unaweza ukakuta nyuma yake amewekewa vikwazo ambavyo imembidi aongee hivyo. Ila ukweli ni kuwa unatakiwa kuwa na amani Juliana. Mimi namjua vizuri mama yako, namjua vizuri sana baba yako. Hivyo acha kuwa na mashaka. Sawa binti yangu Juliana? Sawa baba mdogo. Mama yako yuko wapi? Bado yuko hotelini, aliondoka jana usiku. Wewe kuwa na amani mwanangu. Kwa sasa usisikilize chochote, kwa sababu hizo stories za Rozi, Glory ndo anamuelekeza dada yako Rozi. Na isitoshe huyo Glory alishatueleza kwamba mama yako na nani sijui huyo kijana huyo wa baba yako huyo nani? Gamba. Huyo Gamba. Alituambia kwamba alituonesha mpaka picha kwamba wao ni wanajeshi. Ila ukweli ni kwamba mama yako Gamba sio wanajeshi hao. Lakini walitafuta tu sababu ya kututenganisha. Na mimi nikwambie kitu kimoja mwanangu Juliana, sawa? Siku zote kwenye maisha mwanangu, mtu akitaka kuwapiga kirahisi ni lazima aingize chuki katikati yenu. Na chuki ikishatawala basi kila jambo litakuwa ni baya, na kuwapiga itakuwa ni rahisi. Baba yako yuko kwenye hali hiyo sasa hivi kwa kupigwa risasi na watu hao wa Glory ambao kwa msaada wa Gamba ameweza kuwakamata. Na wengine tayari wameuawa kwenye mapambano. Kwa hiyo usishangae Rozi akaingiza vita ya akili kichwani mwako. Utajikuta unamchukia mama yako, unajikuta utamchukia kila mtu ukiamini anachokisema yeye kwamba ni kweli, kumbe sio kweli. Umenielewa binti yangu Juliana? Ndio ba mdogo. Sasa hivi ni swala la kushikamana, tena kuhakikisha hali ya mzee Mashushu inarudi kuimarika. Tupo kwenye vita. Hatuna jinsi zaidi ya kusimama kupambana pamoja, tuwe kitu kimoja. Nadhani umenielewa. Ndio ba mdogo. Nashukuru kwa kunielewa Juliana. Hivyo wewe kwa sasa muamini mama yako, na huyo kijana huyo niliyempa jukumu la kumlinda baba yako. Muamini sana huyo kijana. Huyo kijana amejitoa sana kwa ajili ya baba yako. Sawa? Ila kaa ukumbuke kwamba adui yetu ni Glory. Sawa baba. Futa machozi binti yangu. Simama imara. Kuwa shupavu kama baba yako Mashushu, na usiwe mjinga unayumbishwa tu kwa maneno ya upuzi wachache. Sawa baba. Gamba yuko wapi? Ametoka, nahisi yupo chumbani. Basi mwambie anitafute. Sawa. Naam, msikilizaji, Juliana alikata simu huku akishusha pumzi taratibu. Moyo wake ulianza kutawaliwa na amani sasa. Gamba aliingia ndani ya chumba hicho akiwa amebeba mfuko wenye vitafunwa na kifungua kinywa.
Hey, baby. Umechelewa kidogo tu. Baba mdogo Don Rafael alikuwa anahitaji kuongea na wewe. Na nimetoka kuongea naye sasa hivi. Acha nimpigie. Na okay, sawa. Juliana alipiga video call hiyo. Baba mdogo, Gamba huyo hapo, ongea naye. Mpatie simu. Juliana akampatia simu Gamba. Gamba, hebu tafuta sehemu tuongee. Gamba akamtazama Juliana na kisha akatoka ndani hapo. Na kupigia audio call. Sawa mzee. Don Rafael alikata simu na mara baada dakika akapiga kwa mfumo wa audio call. Mzee wangu nakusikia. Sasa sikiliza Gamba. Nimezungumza na Juliana. Amenieleza vitu kidogo ambavyo vimenishtua, ila nimejaribu kumpoza ili tusipoteze amani. Vitu gani hivyo mzee? Kwanza Rozi alifika hapo. Alifika jana usiku. Kwa ujuzi wako Gamba, huyo binti Rozi alipofika alikuwa ni mtu ambaye ameshinikizwa kufanya mazungumzo ama ni kwa maamuzi yake yeye mwenyewe? Hapana. Ni amekuja hapa akiwa hana shinikizo lolote. Una uhakika Gamba? Ndio. Unajua Rozi ameniambia mambo ambayo Juliana ameniambia mambo ambayo Rozi ameyazungumza. Kwa hiyo sasa wewe Gamba, una uhakika kwamba kila alichokiongea ni sahihi kweli? Unajua nini mzee wangu? Kuna wakati walikuwa wanazungumza wao wawili. Mimi walinitoa nje. Wakawa wanaongea kama mtu na dada yake. Na walihitaji mimi niwe nje na sikuwa na tatizo kwenye hilo. Labda tu niambie kuna nini ambacho wamekizungumza na unahitaji kukifahamu kutoka kwangu. Unajua bana, Juliana ameniambia kwamba eti shemeji yangu Mama Jo amepata mwanaume mwingine na amemwacha ndugu yangu Mashushu, na kitu kingine kikubwa zaidi ni kwamba ameniambia yule dadake Rozi eti sio mtoto wa Mashushu. Je, hilo lililozungumzwa wewe unalifahamu? Gamba alishusha pumzi taratibu kwa sababu anafahamu kila kitu kuhusiana na uhalisia wa Rozi, ya kuwa sio mtoto wa mzee Mashushu, na Mama Jo alikiri kwa kinywa chake mbele yake ya kuwa Rozi sio mtoto wa Mashushu na ni mtoto wa Miki ambaye wamewashuhudia wakiingia hotelini kwa pamoja. Bwana, taarifa za siri alizokuwa anazificha Mama Jo zimefika mpaka kwa Don Rafael, ambaye Don Rafael hakuwa anajua chochote kuhusiana na baba mzazi wa Rozi. Je, Gamba ataamua kufunguka ukweli kwa Don Rafael au itakuwaje? Patamu hapo. Hebu ngoje kwanza tuendelee. Mzee wangu, kiukweli kabisa, nisiwe mwongo mzee wangu, mimi sifahamu chochote juu ya hilo jambo. Naam, Gamba alizungumza kwa kujiamini ili kuto kutengeneza hofu yoyote kwa Don Rafael. Don Rafael akasema, basi hakikisha unafuatilia, unipatie majibu ya moja kwa moja, sawa? Hakuna shaka mzee. Lakini Gamba, jambo jingine, hivi hali ya mgonjwa huyu rafiki yangu Mashushu ipoje? Kwa sababu huyo binti Juliana unajua hanipati majibu ya kueleweka. Kiukweli mzee wangu, mzee Mashushu bado hajarudisha fahamu zake. Madaktari wanasema nini? Wanasemaje? Lini atarudisha hali yake ya kawaida? Kiukweli bado hawajatuambia. Hivyo tunaendelea tu kusikilizia mzee wangu. Sasa akizinduka usisite kunieleza, sawa Gamba? Hakuna shaka mzee. Naam. Don Rafael alikata simu. Gamba alitafuta namba ya Mama Jo katika simu ya Juliana, akampigia, ila kwa bahati mbaya simu ilikuwa haipo hewani. Shit. Gamba alilalamika kimoyomoyo huku akirudi ndani.
Kumbe aliyoyazungumza dada Rose ametumwa bwana na Glory. Yaani dada Rose anakuja hapa kutupagawisha. Maskini nyi dadangu huyu. Sijui kwa nini ameamua kuweza kuchagua upande wa Glory ambaye ni adui yetu yani. Juliana alijiongelesha huku Gamba akimpatia simu yake. Daktari aliingia ndani hapo na wakasalimiana naye. Hazikuisha hata sekunde 30 akaingia nesi akiwa na kisinia chenye dawa. Wakambadilishia pale dripo mzee Mashushu. Dokta, naweza nikakuuliza dokta? Gamba alizungumza na dokta akamwambia bila shaka unaweza tukauliza. Dokta, samahani, kwanza hali ya mgonjwa inaendeleaje? Hali ya mgonjwa inakwenda vizuri tu. Kikubwa ni kumwomba Mungu ampiganie akae sawa. Okay, sawa dokta. Je, kuzinduka kwa huyu mzee anaweza akazinduka mara baada ya muda gani? Unajua inategemeana. Amewahi sana ndani ya wiki na kuendelea. Kwa hali yake hii itamchukua muda kuweza kuja kuzinduka. Labda muujiza wa Mungu uweze kutokea. Ila na matumaini yetu Mungu atamsaidia kwa sababu sisi kama madaktari tunaendelea kusimama kwenye nafasi zetu. Tunashukuru sana dokta. Asanteni sana. Daktari pamoja na nesi mara baada ya kumaliza kumhudumia mzee Mashushu walitoka ndani hapo. Saa 4 saizi mama mbona aji? Atakuwa amepitiwa na uchovu labda. Kwa basi nimpigie simu. Juliana akaipata namba ya mama yake, akaipiga ila simu haikuwa inapatikana. Haipatikani. Labda itakuwa imezima chaji. Labda kwa maana jana alitoka hapa akiwa amechoka. Nisikilize Juliana, ngoja nielekee hotelini kwenda kumwangalia mama. Na kama nitapishana naye basi utanicheke sawa? Okay. Gamba akaondoka hotelini hapo kwa kukodisha taksi na hakuelekea katika hoteli ambayo amefikia, ila alifika katika hoteli aliyokuwa amemshuhudia mama Jo akiingia na mzee Miki. Akamlipa dereva taksi, akashuka ndani ya gari. Gamba aliingia ndani ya hoteli hiyo na moja kwa moja akaelekea eneo la mapokezi. Habari za asubuhi dadangu. Salama. Mimi ni mgeni wa Mr. Miki. Una miadi naye? Yeah. Gamba alijibu kwa kujiamini huku akimtazama mhudumu huyo wa kiume. Mhudumu akalitafuta jina la mzee Miki katika kompyuta yake. Mbona hapa kwenye kompyuta taarifa zake ni kwamba chumba ameshakirudisha kama dakika 40 hivi zilizopita. Kwa hiyo atakuwa ameondoka. Yeah, kama una namba yake ya mawasiliano unaweza kumpigia tu. Okay, sawa, nashukuru dadangu. Naam. Gamba alitoka nje hoteli hiyo, akatazama pande zote mbili za barabara. Aliduaa mara baada ya kumwona Rozi akiwa amesimama nje ya nyumba iliyo upande wa pili mwa barabara, huku Rozi akiwa anasubiria magari yapite ili aweze kuvuka. Rozi akavuka barabara, akamfuata Gamba alipokuwa amesimama. Umekuja kumwangalia bosi wako au sio? Rozi alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Bosi wako ameshaondoka katika chumba alichokuwa. Na ninavyozungumza na wewe kwa sasa hivi ninahisi walitokuwa wanaelekea kula fungate. Umejuaje? Umesahau jana ulinieleza juu ya uwepo wao hapa? Nimekuja na nikawakuta huko chumbani wako pamoja. Rozi alizungumza huku akiwa anaitazama nyumba ya Glory. Kwa hiyo hapo ndipo unapoishi? Unaishi na Glory? Ndio. Tumekuona na Glory anahitaji kuongea na wewe, ndio maana nimekuja hapa kuja kukuita. Gamba alimtazama Rose usoni mwake na kisha akatingisha pale kichwa akitoa ishara kuweza kukubaliana na wito huo. Wakavuka barabara na kuelekea katika nyumba ya Glory. Waliingia getini na Gamba alikaguliwa na walinzi wa Glory na kisha aliruhusiwa kuingia ndani mara baada ya kutokuonekana na silaha ya aina yoyote. Karibu, Glory alizungumza huku akimtazama Gamba aliyekuwa ameingia sebreni hapo. Shukrani. Karibu ukae na ujisikie uko nyumbani. Gamba alikaa kwenye moja ya sofa. Naona Uingereza imekufanya umekuwa mweupe sasa Itakuwa jambo zuri kama ukinieleza ulichonitia. Vizuri. Unajua namna gani nilivyojaribu kuweza kuitengeneza amani na familia ya mzee Mashushu.
kifo cha Joe kimetokea kama ajali ambayo mimi sikuitarajia. Kwa sikupaswa kuweza kuhukumiwa kwa vile ambavyo wenyewe wananihukumu. Hapo kwanza, wewe Glory una mafunzo yote ya kupambana. Kwa nini ulishindwa kumwokoa Joe kuanzia wakati tu mlipotekwa, ikiwa watu wa aina yako mna uwezo kuweza kuinusa hatari pale inapotaka kwenda kutokea? Naam, swali la Gamba likamfanya Glory amtazame kwa sekunde kadhaa. Mafunzo yapi unayozungumzia wewe? Ina maana kwamba wewe hujui, si ndio? Ningeona uwezo kupambana ningepambana. Au umeshawahi kuniona mimi nikipambana? Usifiche mambo Glory. Nakuelewa na nakujua Glory. Gamba, hunijui. Na labda tu niongee jambo moja Gamba, liwe wazi kichwani mwako. Ni hivi, sasa hivi hali yangu hii inanichosha sana. Jana nilimshawishi wifi yangu Rose, tena sana tu, tukimbie hii nchi hapa ili tukaishi mbali kumkimbia mama yake. Ila wifi yangu alinisisitiza kuwa hakuna kitakachoweza kutokea. Kwa kuomba ufikishe ujumbe kwa bosi wako huyo. Mimi nina mimba ya kijana wake. Analijua hilo. Alafu kitu kingine ni kwamba sitokaa nikimbia hapa nyumbani kwangu. Nitajifungulia hapa na kama atajaribu kunifanyia visa vyovyote basi nitalipa, kwa sababu nimeamua kukaa kimya na sihitaji ugomvi naye wala watu wake. Alichokifanya kwenye maisha yangu mimi nimemsamehe kwa moyo mmoja. Unahisi kutuma watu kumuua Mashushu kuna kufanya uwe na moyo kama malaika wa kusamehe? Sijatuma watu mimi, na hakuna ushahidi wowote ulioweza kunihukumu kwenye hilo Gamba. Umetuma watu bwana. Hivi Gamba, utajisikiaje kama mume mwenza wa bosi wako ndiye aliyetuma watu kwenda kumuua mume mwenzie ili mradi ammiliki mwanamke anayemtaka ambaye ni bosi wako? Usichanganye mada hapa Glory. Naam, hapo Glory alichukua faili lililokuwa liko pembeni yake, akaliweka juu ya meza na Gamba akalitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akalichukua faili hilo. Nenda kalisome. Ukishalisoma hilo faili ndio utaelewa dunia inaendaje. Gamba akalifungua faili hilo na kuona ni picha ya mzee Miki. Nisikilize Gamba, umemwona huyo mzee? Huyo jamaa ni special killer. Maelezo ya kazi alizozifanya zipo humo ndani. So, msiniingize mimi kwenye shughuli ambazo sijahusika. Niacheni mtoto wangu akue tumboni vizuri, na msinipe mawazo kwa kweli nisije nikafa hata kabla ya siku zangu. Gamba, huo ni upelelezi wangu ambao huwezi kukuta sehemu yote. Na kuna flash hii hapa, nenda kaisikilize mazungumzo ya humo ndani ya flash. Kisha baada ya hapo, njoo nitafute kwangu. Mimi kwangu ni hapa na utaruhusiwa kuweza kuingia. Gamba alisimama na taratibu huku akiwatizama Glory na Rosie. Na jambo nyingine, Gamba, nakushukuru. Unanishukuru kwa lipi? Kutokumuua babangu kwa sababu ulipewa amri ya kwenda kumuua. Roho yako Gamba sio nzuri, na sifa alizokuwa ananieleza Joe, uwe so mtu mbaya, na nakuomba usikubali kuambatana na watu wabaya ukawapigania vita ambazo hazikuhusu. Ushauri wangu tu Gamba ndo huo, na pia ninakukaribisha muda wote pale Mungu atakapoweza kunisaidia nikajifungua salama, uje kumtazama mtoto wa mdogo wako Joe. No, okay, shukrani. Gamba. Sauti ya Rosie ilimfanya Gamba asimame. Aligeuka na kisha Rosie akamfuata Gamba alipokuwa amesimama. Gamba, samani kwa kukukaripia jana usiku, ni hasira. Naelewa. Naomba umsaidie mdogo wangu Juliana. Kama unampenda kweli, asiingie kwenye haya maisha. Mtenge mbali sana na haya tunayoyaishi, kwa maana hastahili kuishi kwenye haya maisha. Usijali. Nashukuru. Gamba alitoka ndani ya nyumba ya Glory, aliita taksi nyingine akaingia na kisha karudi hospitalini. Moja kwa moja akielekea alipokuwa amelazwa mzee Mashushu. Hey, Juliana
aliita huku akimkumbatia Gamba na akambusu mdomoni. Vipi, mama amefika? Hapana. Kwani uko hotelini hayupo? Hayupo. Sasa mama atakuwa ameenda wapi? Kwa maana unajua mimi nampigia simu yake simpate hewani. Ngoja tusubirie kwanza, na kisha tukishaona muda unakwenda sana bila yeye kurudi, basi tutamfuatilia. Okay. Sawa. Laptop iko wapi? Naam, Juliana ilibidi amuoneshe Gamba laptop sehemu alipokuwa ameiweka, na kabla kuweza kusikiliza kilichopo ndani ya flash hiyo, kijana Gamba alianza kulipitia faili lenye maelezo ya mzee Miki, akalipitia upya kabisa, kitu ambacho kilimshangaza kwa kiasi kikubwa mno, kwani katika picha kadhaa zinazomuonesha mzee Miki akiwa na wauaji ambao walikuwa wamemshambulia mzee Mashushu kwa risasi, na wauaji hao wote ni wadunguaji ambao tayari alishawaua kwa kupambana nao siku kadhaa nyuma. Ina maana kwamba Miki huyu mzee ndo aliowatuma wale waje wamuue mzee Mashushu? Gamba alijiuliza huku akiendelea kusoma mpango wa mauaji ulivyofanywa dhidi ya Mashushu. Hilo faili ni la nini? Amna, sio kitu. Gamba alimjibu Juliana huku akiwa anachomeka flash hiyo katika laptop. Aliona faili moja tu, akalifungua. Ndani yake lilikuwa lina ujumbe wa sauti. Juliana, naomba earphone. Juliana alichomoa earphone alizozichomeka katika simu yake, akamkabidhi Gamba. Gamba akazivaa earphone hizo na kisha alianza kusikiliza mazungumzo hayo ambayo kwa haraka haraka kugundua ni sauti ya Mama Jo pamoja na mzee Miki. Sasa binti ndo huyo ameshakataa kuondoka na sisi, inakuwaje? Hajabadilisha jambo. Unamaanisha nini? Tunaondoka mimi na wewe, na ili huku nyuma tusiache chawa wowote. Lazima ukubali kuzichanga karata zako vizuri. Kivipi Miki? Unahisi Mashushu akizinduka atakuacha salama? Ni lazima atakutafuta na kutaka kutua. Kwa hiyo unataka tumuue? Ndio, tumuue. Ndio maana yake hiyo. Alafu nilishakwambia chagua moja kati ya mimi au huyo mtu wako, na kutokana na yule kibaraka wako yule anajua kabisa Glory ndo amehusika na mauaji ya Mashushu. Ukimalizia sasa hivi hatakuwa na pakuhoji zaidi ya kujua kwamba Glory ndo mhusika, na atamuua Glory. Uoni hapo utakuwa umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Alafu kweli Miki, ila kwa ninavyomjua Gamba sidhani kama anaweza kuruhusu hilo kutokea. Kumuua Mashushu? Ndio. Wewe hiyo kazi niachie mimi, na akijaribu kukaa kwenye njia yangu na yeye nitapita naye. Miki, sio kazi rahisi kumuua yule Gamba. Gamba na mafunzo ya kila aina unayojua wewe. Unapomuona ni kama falafala, aisee yule ni jeshi la mtu mmoja, na kama unahitaji kuendelea kula matanuzi yetu kwa raha na mustarehe, achana kabisa na Gamba. Avikutana na wapuzi tu na ndo maana unamsifia. Nisikilize Miki, mimi nakwambia ukweli. Gamba sio kumchezea aisee. Wewe mmalize tu Mashushu, ila Gamba pamoja na mwanangu Juliana waambie kabisa watu wako wasiwaguse. Mbona kama unamtetea huyo Gamba? Amekukula nini? Miki, mbona unanivunjia heshima? Gamba ni kijana wangu, umenielewa? Kukubali wewe kuwa kwenye mahusiano yetu haya kusikufanya ukanihisi mimi kama vile naweza nikatembea na kijana mdogo kama yule. Gamba mimi ananiheshimu, na isitoshe anatembea na binti yangu, hivyo heshima ipo. Okay basi, nimekuelewa. Nitamuua Mashushu, ila yeye nitaachana naye. Ila huyo Gamba wako huyo asijaribu kuzuia mpango wangu. Kwa Mashushu sijakataa muue tu, ila sio tuhitaji uwaguse hao Juliana pamoja na Gamba, yani usiwaguse kabisa. Nimekuelewa. Tunaelekea wapi Miki kwani? Nitakwambia nikiwa niko ndani ya ndege. Kwa sasa tulale na alfajiri tunaondoka. Kwa mpango wa kuumuua Mashushu na wenyewe uko vipi? Pia nitakueleza ndani ya ndege. Ni lazima Mashushu auawe kwa kutumia akili nyingi sana, ili aendelee kulala usingizi wa kudumu katika ndoto zake anazoziota sasa hivi. Sawa Miki, mimi nimekuelewa. Gamba, mara baada ya kusikiliza mazungumzo hayo, Gamba alishusha pumzi, akamtazama Juliana aliyekuwa amekaa pembeni ya kitanda cha baba yake.
Wanawake ni washenzi sana hawa. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akisikilizia ukimya uliokuwa umetokea, huku ujumbe huo wa sauti ukiwa bado na dakika za kutosha tu. Akasogeza mbele hii audio, akafika eneo la mazungumzo na kisha karudisha nyuma kidogo ili asikilize hayo mazungumzo. Umemkaje mpenzi? Nimemka salama. Alfajiri sasa hivi. Tuondoke. Ndege inaondoka saa 3 kamili. Sawa mme wangu. Hivi simu ni yako hii? Hapana. Shit. Unajua iko hewani. I say, inaonekana Rosie alijipigia kwenye simu nyingine na mazungumzo yote itakuwa ameyasikia. Yule mtoto mshenzi yule. Ujumbe huo wa sauti ukaishia hapo na kumfanya Gamba kavua earphone hizo kwa haraka mno. Akatembea mpaka katika dirisha la chumba hicho, akachungulia nje. Mazingira ya nje yapo shwari, kitu kilichomfanya azidi kuwa makini mno, kwani mpango wa Mama pamoja na Mzee Miki ulikuwa ni mchafu mno. Ebana, mapenzi yanazidi kumpotosha Mama na anaamua kuridhika kabisa mume wake Mzee Mashushu auawe na watu wa Miki. Je, Gamba atafanya nini? Ataweza kweli kumkomboa Mzee Mashushu asiuliwe na watu wa Mzee Miki? Baby, mbona kama vile una wasiwasi, una wenge? Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba. Gamba aliyekuwa anaelekea mlangoni. Gamba hakujibu chochote zaidi tu ya kufungua mlango, akatazama kwenye korido. Hapakuwa na mtu yoyote. Akatazama CCTV kamera 8 zilizokuwa zimefungwa katika ukuta huo. Akaufungua mlango. Jamani, mume wangu, kuna nini? Juliana alizidi kuhoji. Hakuna kitu. Mbona umeingia ukiwa na wasiwasi? Usijali Juliana, ni kuimarisha tu ulinzi, ni jambo la kawaida. Sawa. Nikitoka funga mlango kwa ndani. Kwa nini? Wewe fanya hivyo, funga mlango kwa ndani. Mbona unakuwa na maswali mengi? Sawa mume wangu. Gamba alitoka ndani hapo, akatembea mpaka eneo la karibu na lifti. Akaitoa simu yake mfukoni, akaitafuta namba ya Tayana na simu hiyo ilianza kuita. Gamba, mambo? Poa tu, zatoka majuzi. Salama tu. Simu yako unajua sikuitarajia asubuhi hii. Vipi, kwema? Kiasi chake. Upo Uingereza au umeshaondoka? Nipo Uingereza na kuna kikao cha bodi natarajia kuweza kuingia kama baada ya dakika 15 hivi. Okay, sawa, sihitaji kupoteza muda wako. Nisikilize Tayana, ninaomba msaada. Hili nalokwenda kukueleza. Kuna watu wamepanga mpango kuweza kumuondoa Mashushu. Wakina nani? Si vyema kama nikizungumza kwenye simu. Kwa status yako na kuomba unitafutie eneo salama kabisa kwa ajili ya huyu mzee kabla hawajaweza kumpata, kwa sababu wakimpata tu italeta tatizo kubwa sana, na kama unavyofahamu mimi hapa ni mgeni. Ila kuna walinzi hapo hospitalini wa organization yetu. Najua Tayana, ila sidhani kama wataweza kuhimili hili jambo. Okay, sawa, acha nipige simu 2-3 hivi na kisha atahamishwa hapo. Nashukuru Tayana. Nikitoka kwenye kikao cha bodi nitakupigia ili tulizungumze kwa kina, ila kwa sasa Gamba, acha waje kumhamisha kama usalama ni mdogo. Okay, nashukuru. Okay, poa. Gamba alikata simu na kisha karudi katika mlango wa chumba cha Mzee Mashushu, akagonga. Nani? Ni mimi, fungua. Juliana alifungua mlango na Gamba akaingia ndani. Gamba, mpenzi wangu, kuna nini kinachoendelea mpenzi wangu? Mbona kama vile sielewi? Na hilo faili nimelisoma. Kumbe huyo mwanaume ndiye aliyemshambulia baba. Juliana alizungumza huku akimuonyesha Gamba faili lenye maelekezo ya Mzee Miki. Nisikilize Juliana, inabidi tumhamishe hapa mzee. Kuna rafiki zake nimeomba msaada wao muondoe hapa na watakuja hapa, hivyo hata usishangae mzee akiwa anahamishwa. Inabidi mama tumfuate hotelini na tumueleze juu ya hili. Nisikilize Juliana, nenda hotelini kamtazame mama na mimi nitabaki hapa na mzee. Hapo sawa. Hakikisha simu yako inakuwa ipo hewani muda wote. Sawa mpenzi, haina shida. Juliana hakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kuondoka hospitalini hapo. Alianza safari ya kuelekea hotelini. Gamba akahifadhi yale mazungumzo hayo kwenye laptop na kisha akaichomoa hiyo flashi. Dunia ina watu wa ajabu sana. Gamba
alizungumza kimoyomoyo huku akimtazama mzee Mashushu ambaye hatambui chochote kinachoendelea. Tulia. Usikaribie sana hiyo gari. Naam, ilikuwa ni sauti ya mwanaume aliyekaa siti ya pembeni ya dereva aliyekuwa anaendesha gari aina ya Audi Q8. Jamaa huyo alizungumza na kumfanya mwenzake huyo apunguze mwendo wa gari hiyo, huku wakiacha gari moja mbele yao kutoka taxi aliyokuwa ameipanda Juliana, ambaye Juliana haelewi kama kuna watu nyuma wanamfuatilia. Washikaji hawa wakaishuhudia taxi aliyopanda Juliana ikisimama nje ya lango la hoteli, na wao wakasimamisha gari yao mbele ya gari hiyo ambayo ni taxi. Juliana alishuka na kuelekea ndani ya hoteli hiyo. Mwanaume mmoja aliyevalia suti ambaye akawa ameshuka kwenye hiyo gari akaingia ndani. Hey, I'm sorry sister. Mwanaume huyo alizungumza mara baada ya vidole vyao kuweza kugongana katika kuminya batani moja kuelekea ghorofa ya 10 katika hoteli hiyo. Hakuna shida. Samahani dadangu, unaonesha kama vile tunaelekea eneo moja. Mwanaume huyo alizungumza huku akimtabasamulia Juliana. Yeah. Juliana alijibu huku akitabasamu. Mlango wa lift ukafunguka taratibu. Walitoka mwanamke na mwanaume ambao walikuwa wako ndani ya lifti hiyo, wakaingia kwa pamoja ndani ya lifti hiyo, na lifti ikaanza kupanda juu kuelekea juu. Lifti ikafika ghorofa ya 10 na taratibu ikafunguka, na kwa pamoja wakatoka ndani ya hiyo lifti. Juliana akaelekea moja kwa moja katika mlango wa kuingilia katika vyumba vyao, kwani walikuwa wamekodisha eneo lenye vyumba viwili na sebule moja. Akatoa pale kadi, akagusisha katika kitasa na mlango ukafunguka. Juliana aliingia ndani. Mwanaume huyo akatembea mpaka kwenye mlango aliokuwa ameingia Juliana. Ma? Juliana aliita huku akielekea chumba cha mama yake. Alishusha pumzi mara baada ya kukikuta kitanda cha mama yake kikiwa kijaguswa kabisa. Akaelekea bafuni, akafungua mlango. Hakumwona mama yake. Ina maana mama hajalala hapa? Juliana alijiuliza, na kisha akatoka chumbani hapo. Alielekea katika chumba chao na Gamba, na pia mama yake hakumwona. Alitoa simu yake mfukoni akampigia Gamba. Baby, vipi? Mama mbona huko hayupo? Ndiyo, sijui hata atakuwa yuko wapi. Msikilizaji, wakati Juliana anaongea na simu, yule mwanaume aliyekuwa anamfuatilia Juliana kwa kutumia kadi na ufungua milango yote ya hoteli hiyo aliingia ndani kimya bila Juliana kusikia sauti yoyote. Mwanaume huyu akamsikia Juliana akizungumza na simu katika moja ya chumba. Jamaa ikabidi ajibanze pembezoni mwa mlango huo. Gamba akawa anamuelekeza Juliana kwamba Juliana, hebu fanye hivi, nenda kaulizia mapokezini kule kama umemwona. Sawa. Juliana alikata simu hiyo, akaichomeka simu yake katika mfuko wa jinsi aliyokuwa ameivaa. Kitendo cha kutoka tu chumbani hapo, mwanaume huyo akamkaba kwa nyuma Juliana, akamweka kitambaa cha puani ambacho kilikuwa kina dawa kali ya usingizi. Juliana akalegea bila hata kufanya fujo, na usingizi mzito ukampitia. Jamaa akasema, "Oya, nimeshamdhibiti huyu." Mwanaume huyo alizungumza huku akiweka kidole kimoja sikioni mwake alipokuwa amevaa earpiece ndogo sana ambayo haionekani kirahisi hadi umsogelee karibu yake na uwe una ujuzi wa kugundua earpiece kama hizo, kwani mara nyingi hutumiwa na majasusi wanapokuwa katika misheni maalum zinazowalazimu kuwasiliana walioambatana nao kwenye misheni hizo. Washikaji wenzake wakamwambia, "Okay, poa, nakuja." Mwanaume huyo akavaa pale gloves nyeusi mikononi mwake, akamnyanyua Juliana, akamlaza katika moja ya sofa sebuleni hapo. Akaichukua simu ya Juliana kwa kutumia kidole kimoja cha Juliana, akaifungua simu hiyo, akatazama namba ambayo ni ya mwisho Juliana kuwasiliana na simu. Mlango ukagongwa na mwanaume huyo akaenda kuufungua kwa ndani, mwenzake akaingia. "Oya, hii naisi ndo namba ya jamaa mwanangu alikuwa anaongea naye. Sasa inabidi tumtoe ili eneo." "Sikiliza, mkuu si tumpatie ripoti au?" "Mkuu amesema ni lazima tumfikishe safe house na kisha tutaanza hatua nyingine."
Washikaji hawa ambao ni majambazi walizungumza huku wote wakimtazama Juliana, kutokana na kwamba majasusi waliobobea katika kazi yao, swala la kumwondoa Juliana eneo hilo halikuwa kazi ndogo, kwani gari ya wagonjwa ilifika eneo hilo na Juliana akaondolewa hotelini hapo kama mgonjwa aliyezimia, huku uongozi wa hoteli ukijulishwa kwamba Juliana ni mgonjwa. Juliana akapelekwa katika nyumba maalum yenye ulinzi mkali, nyumba inayolindwa na majasusi wa M15, kitengo cha kijeshi cha upelelezi ambacho mkuu wao ndo Mzee Miki, na Mzee Miki ndiye aliyewapa hiyo kazi vijana wake hao. Mzee Miki anawaaminia sana vijana wake hao, wakifanya kazi inakuwa inayokamilika, sio kazi ya mchongo. Na hata Mzee Mashushu kwenye tu kutokufa kule alinusurika tu, lakini bastola litandikwa tena ya maana tu, ila Mungu tu yuko upande wake. Bwana, upande wa pili tunapata kumwona kijana Gamba. Gamba alionekana kuitazama saa yake mkononi, kwa sababu ilikuwa ni dakika 20 zimepita akimsubiri mpenzi wake Juliana ampigie simu, lakini cha ajabu hakupata kuona simu ya Juliana. Japo anatambua kwamba mama Joe hajalala hotelini, ila Gamba alichokuwa na kihitaji ni kuto kumpatia Juliana pressure ya aina yoyote, wala kumjengea mazingira ya kutambua kuwa mama yake ana mipango mibovu dhidi ya baba yake. Gamba akaipiga namba ya mpenzi wake Juliana. Jibu la namba hiyo kuto kupatikana hewani likaanza kuwasha taa nyekundu kichwani mwa Gamba. Gamba akaanza kuingiwa na hofu, huenda mpenzi wake Juliana yuko kwenye matatizo. Gamba akasema, inakuaje Juliana patikani? Mbona nilimsisitiza simu asizime? Shit. Gamba alizungumza huku akianza pale kuamini kwamba karata zake amezichanga vibaya sana. Akiwa katika mawazo, akasikia mlango ukigongwa. Gamba akatembea mpaka mlangoni, akajibanza nyuma ya mlango huku akifungua kitasa hiko taratibu. Mlango huo kafunguliwa, wakaingia wanaume wawili waliovalia makoti meupe ya kidaktari huku akiwa wamevalia barakoa. Hey. Habari. Gamba alizungumza na kuwafanya wale madaktari washtuke. Hawakutarajia kusikia sauti ya Gamba. Salamu. Kwema? Ndio. Vipi? Tumekuja kumpatia dawa mgonjwa. Mwanaume mmoja alizungumza na kumfanya Gamba mtazame kwa umakini machoni mwake. Wasikilizeni nyote washikaji. Sidhani kama kuna dawa anapaswa kuweza kupatiwa sasa hivi. Gamba alizungumza huku vinywele vya mwilini mwake vilianza kumsisimka. Damu ilikuwa inamwenda kasi Gamba, kwani dalili ya hatari kabisa ilikuwa inaonekana machoni mwa wanaume hao wawili. Oya, sisi ndo madaktari, unatakiwa tupishe tufanye kazi yetu bwana. Daktari gani anaongea kwa ukali hivi? Gamba akasimama pembeni ya kitanda cha Mzee Mashushu, ambapo kulikuwa kuna screen ndogo ya inchi kama 10 hivi inayoonyesha utaratibu mzima wa jinsi mgonjwa anavyopatiwa dawa na muda ambao daktari lazima apite. Akawatazama washikaji katika makoti yao, na kitu alichokikosea wa majamaa ni kuto kuninginiza vitambulisho vya kazi kama wafanyakazi. Maana wafanyakazi wote hospitali hiyo ambao vitambulisho vyao wanavivaa shingoni, wanavininginiza katika mashati yao au katika makoti yao wanayovaa. Wanaume hao ambao ni majasusi wa M15 waliokuwa wamepewa kazi ya kummalizia Mzee Mashushu, wakiwa hospitalini hapo wakabaki wanatazamana, jambo lilompa ishara Gamba kwamba hawa tayari kumeshakucha hapa. Wanaume hao kwa haraka sana wakapeleka mikono yao kiunoni ili kuchomoa bastola zao zilizokuwa zimefungwa silencer, ila tayari wakawa wameshachelewa, kwani Gamba alishajikunjua pale miguu yake na akawatandika teke la round kick zilizowapata barabara katika vifua vyao. Kila mmoja kaanguka sehemu yake pasipo hata kuchoma bastola zao. Unaambiwa wanaume hao walimdharau Gamba, wakanyanyuka pale haraka wakajiweka sawa kwa mashambulizi. Piga ni kupige zikaanza, huku Gamba akihakikisha kwamba hawakigusi kabisa kitanda cha Mzee Mashushu. Mapigano ya wanaume hao hayakumsumbua Gamba, kwani kwenye maisha yake ya ujasusi amepambana na watu wanaopiga zaidi yao. Uwezo wa Gamba ukawazidi hawa washikaji. Gamba lizidi kuwa hatari kwa hawa washikaji, kwani kwa mara kadhaa kila kitu wanajikuta wanaangushwa chini. Kila kitu washikaji chali.
Yaani kwanza Gamba hata akuguswa. Washikaji kila wakija Gamba anawagusa tu ta. Yaani kama anacheza draft washikaji chali wananyanyuka. Wakifika pale Gamba kibao mchizi chini. Piga ya Gamba ilikuwa haui. Yaani alichokuwa anakifanya Gamba anawapiga tu kama anawachezea hivi Sasa akaona watamzidi kumcheleweshia muda. Alichokifanya ni kuwavunja sasa. Wakija anavunja mguu, akija anamvunja mkono kama anavunja miwa. Mwisho wa siku wale wote wawili wakaishiwa mipango. Mpango wao kumuua mzee Mashushu ukazimwa kwa aina hiyo. Wewe ushavunjwa miguu na mikono, unafanyaje? Hapo Gamba akachukua kitambaa kidogo akawa anajifuta jasho lili, kwa sababu kulikuwa kuna kazi kidogo ya kuosha vyombo. Maana hii kazi ilikuwa ni ndogo sana kama kunywa tu maji. Akawapapasa pale, akawakuta wana vitambulisho. Vitambulisho vilikuwa vinaonekana ni vya M15. Gamba akasema shit. Yule mzee Miki ametuma majasusi. Gamba alizungumza huku akiwapiga picha hawa washikaji. Akapiga picha pale na vitambulisho vyao. Akazichukua bastola zao pamoja na magazini 4 kwa kila mmoja zilizokuwa zimejaa risasi. Akaziweka katika mifumo yake. Akatafuta pale namba ya Tayana, akampigia tena. Tayana akasema, "Hey, nipo kwenye kikao." Gamba akasema ni dharura. "Okay, ngoja nitoke basi nitakupigia." Gamba aliweza kukata simu huku akiwa anafungua mlango. Akatazama katika corridor, hapakuwa na mtu yoyote. Akaufunga ule mlango kwa ndani na simu yake ilianza kuita. "Hello Tayana. Imekuwaje tena?" "Na kutumia picha sasa hivi. Ndio ujue kuwa watu mliowaweka kwa ajili ya kuweza kumlinda mzee hamna kitu." Gamba kazituma picha hizo kwa haraka mno katika namba ya Tayana na zikaonesha pale tiki 2 za rangi ya blue, ikimaanisha kwamba zimefunguliwa. Oh Mungu wangu. Yaani inakuwaje M15 wamfuatilie mkuu? Na ndio maana nilikwambia kuna haja kumuondoa hapa haraka iwezekanavyo. Na hapa ninapozungumza na wewe, ninaamini kabisa ya kwamba wamemteka binti yake. Mke wake je? Huyo sio kumwongelea kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu ndo chanzo cha haya yote. Okay Gamba, nisikilize, nakuja sasa hivi hapo hospitalini. Hebu hakikisha hao watu na wadhibiti. Na kungojea, na imani ya kwamba hauko mbali. Sipo mbali na hapo, dakika kama 15 tu nitakuwa nimeshafika. Okay, sawa. Gamba alikata simu huku akijaribu tena kuipiga simu ya Juliana, lakini Juliana akawa hapatikani. Alijaribu kuipiga namba ya Mama Joe, nayo haikupatikana. Gamba alijifikiria kwa muda na kisha akampigia Don Rafael. "Mzee, ni mimi naongea." "Aha, Gamba." "Ndio mzee wangu." "Mbona unaonekana kama una tatizo?" "Ya, tena tatizo kubwa tu mzee wangu." Imekuwaje tena?" "Mzee wangu, siwezi kukuelezea kwa haraka, ila kuna ushahidi na kutumia hapa sasa hivi. Ila kinachoendelea, kuna wapuuzi wamekuja kuweza kumuua mzee, ila nimeweza kuwadhibiti." "Unasema?" "Ndio hivyo mzee, kuna wapuuzi wamekuja kwa ajili ya kumuua mzee Mashushu." Come on. Shit. Ninamhamisha hapo hospitalini na kisha nitakupatia jibu. Nimeshakuingizia audio hiyo. Unaweza ukaisikiliza mzee wangu. Okay, sawa. Kata simu nisikilize kidogo. Gamba alikata simu. Kwa haraka Don Rafael akaifungua na ndipo alipojikuta anapata kuiona ile aliyokuwa ametumiwa na Gamba. Akisikiliza ile audio kwa mara ya kwanza mpaka ikaisha, ila hakuelewa vizuri. Akairudia tena kuisikiliza huku akiwa anatuliza akili yake kwa kutegesha masikio yake. Huyu si shemeji huyu Mama Joe? Don Rafael alijiuliza huku akimpigia simu tena Gamba. Gamba, huyu si shemeji yangu Mama Joe huyu, au ni hizi pombe nilizo nazo kichwani? Ndio yeye mwenyewe. Huyu mwingine ni nani anayeongea naye? Huyo ni mwanaume wake ambaye ukweli ni kwamba ndiye baba halali wa Rose na sio Mashushu. Don Rafael macho alimtoka, kwani katika watu ambao aliwaamini kwa maisha yake ni shemeji yake, kwani wamefanya mambo mengi maovu na Mama Joe. Mama Joe aliyesimamia mambo mengi na yakaenda sawa sawa.
na walivyohitaji, yani mambo yalikuwa yanakwenda sawa sawa, na kama mapungufu yalikuwa yanatokea kidogo sana. I say, hizi habari zilimchanganya sana mzee huyu Don Raphael. Yani imekuwaje mama Joe anamsaliti mzee Mashushu? Yani how? Kivipi? Bwana, Gamba kama Gamba nimeanza kuucheza mchezo ambao mzee Miki amemwalika, mchezo ambao tayari mzee Miki ameshatangulia hatua moja mbele ya Gamba kwa kumteka Juliana. Unahisi mara baada ya Juliana kutekwa, nini hasa kitakachoweza kuendelea? Lakini Gamba kamwambia ukweli mzee Don Raphael ya kwamba bwana mzee, Rozi sio mtoto wa Mashushu. Huyo naimsikia kwenye hiyo audio anaongea na mama Joe, huyo ndo baba Rozi. Baba Rozi? Mzee wangu. Gamba, mbona unanichanganya wewe kijana? Mzee wangu, kwa sasa acha nifanye jukumu langu la kuweza kumlinda mzee, na baada ya hapo mambo mengine mtaweza kujaribu mtajadili nyinyi wenyewe na shemeji yako pamoja na mzee Mashushu. Hebu nisikilize Don Raphael. Naomba Juliana asitambue hilo, na wala hata asisikilize hiyo audio, wala usijali mzee wangu. Hapo Gamba alikata simu mara baada ya kusikia mlango ukigongwa. Gamba akachukua pale bastola na kuishika mkononi, akatembea mpaka mlangoni, huku bastola alikuwa ameficha kwa nyuma. Gamba alifungua mlango, akamwona Tayana akiwa na walinzi wake wawili wakiingia ndani, na Gamba akafunga ule mlango. Oh, Mungu wangu! Tayana alishangaa huku akitazama wanaume hao wakiwa wako chini, huku wakiwa wamezima. Walikuwa wamezimia ila hawajafa. Gamba, hivi haujaumia kweli? Nipo sawa Tayana. Vipi mgonjwa? Hali ya mgonjwa ni kama unavyomwona. Gamba alizungumza huku akirudisha bastola yake kiunoni. Kuna haja ya kumwondoa hapa kwa kweli, na hii ni hatari sana. Hawa watu inabidi tuwaripoti kwenye vyombo vya sheria. Tayana, sidhani kama itakuwa ni sahihi, kwa sababu sidhani kama hizi kazi wamefanya wao wenyewe. Inapoonyesha kuna mkubwa yuko nyuma yao, hivyo sidhani kama wataweza kushughulikiwa kisheria. Okay, sawa. Hilo niachie mimi Gamba. Kwa sasa acha tumuondoe kwanza hapa mzee. Tayana alipiga pale simu kwa mkurugenzi wa hospitali na akafika ndani hapo, na kisha akajishuhudia jinsi hali ilivyo. Aiseni, sameni sana kwa hiki kilichotokea. Usijali, tunajua ulinzi wako wamezidiwa uwezo, ila tunahitaji kumuondoa hapa mgonjwa wetu na kumpeleka sehemu salama zaidi. Ni sawa tu, hakuna shida. Mkurugenzi wa hospitali hiyo alijibu kwa unyonge, kwani hili swala lilikuwa limeichafua hospitali yake. Na ukiangalia, Tayana ni mtu maarufu na ni tajiri katika nchi hii ya Uingereza. Hapo mzee Mashushu kwa kutumia gari ya hospitalini hapo aliondolewa hospitalini hapo na moja kwa moja akapelekwa katika jumba la kifahari la Tayana, ambalo ni mara chache sana anaishi katika jumba hilo lililopo nje kidogo ya jiji la London. Hapa sidhani kama wanaweza kujua kama uko hapa, na isitoshe ulinzi wa hapa ni mkubwa sana kama unavyojionea mwenye Gamba. Ulinzi ni wa maana na ni ulinzi wa masaa 24. Madaktari watakuwa wanalala na kuamkia hapa, na watahakikisha wanamhudumia mgonjwa mpaka hali yake itakapoweza kukaa sawa. Okay, nashukuru sana Tayana. Usijali Gamba. Pia hongera kwako kwa kufanya kazi ambayo kwa namna moja ama nyingine ni ya kusifiwa. Nashukuru sana, lakini ninaombi moja Tayana. Ndio? Ninaamini ya kwamba mtoto wa mzee ambaye tuliandamana naye kwenye hili ametekwa, na na uhakika wa asilimia nyingi waliohusika kumteka ni hawa waliotaka kumuua mzee Mashushu. Aise, ndio hivyo, na kama utojali, naomba ufanyike upelelezi ili kujua ni namna gani nitakavyoweza kumkomboa. Usijali, una picha yake unayo? Ndio, nitumie kwenye WhatsApp. Okay, sawa. Gamba alituma picha ya Juliana katika namba ya Tayana. Maskini, kumbe ni karembo
Okay, sawa. Mimi nitaisambaza kwa timu yangu iliyopo hapa London na Uingereza kwa ujumla, na tutajua tu ni wapi alipo, wala tosijali Gamba. Asante sana. Natamani nikae hapa kwa muda mrefu, ila sasa kuna majukumu mengine na inabidi kuweza kushughulikia. Nikifanikiwa kuweza kuyamaliza majukumu hayo, basi tutawasiliana Gamba. Okay, sawa. Naam, Tayana aliondoka na walinzi wake anaoambatana nao. Gamba aliingia ndani ya chumba kikubwa alichokuwa amelazwa mzee Mashushu, ambaye bado hali yake kusema ukweli ilikuwa haijaleta matumaini ya aina yoyote. Shit. Mzee Miki alikata simu huku akiwa na hasira kweli kweli. Vipi tena mpenzi wangu jamani? Mama Jo aliuliza huku akiwa amejilaza kifudifudi kitandani, huku miguu yake akiwa ameinyanyua na kuichezesha huku akiwa kama alivyokuwa amezaliwa. Wameshindwa kazi wale wajinga. Lakini Miki, mimi nilikwambia Gamba sio mtu wa kumchezea. Miki alitupa simu kitandani, akakaa pembeni ya Mama Jo. Binti yako yuko mikono salama. Sasa siwamlete huku Brazil jamani. Hapana. Kwa nini lakini mpenzi wangu? Atatuharibia mapumziko yetu bwana. Mimi ninachoshauri wampeleke nchini Tanzania. Si kuna yule shemeji yako yule, sijui nani yule, Don. Ndio. Wampeleke huko kwa Don. Itakuwa ni rahisi kudili na Gamba, kwa sababu Gamba ameshakuwa kikwazo kwenye kukamilisha mission yangu. Na nakwambia, niache Gamba, mimi nitamshughulikia na nitamua. Sitaki uliingilie kabisa Mama Jo. Sawa, fanya hivyo. Wewe kikubwa tu mimi binti yangu awe salama. Hapo mimi na wewe hatutopishana. Kwa sababu huyo Gamba hata ukimua mimi hainihusu, so damu yangu. Usijali. Siwezi kukuumiza. Yule Juliana ni sawa na mtoto wangu. Juliana atarudi Tanzania salama, ila Gamba niko naye. Miki alichukua simu yake na kuwapigia vijana wake waliokuwa wamemteka Juliana. Vijana wake wakasema, ndio mkuu. Hebu sikilizeni, mpelekeni huyo binti Tanzania kwa ndege binafsi. Sawa mkuu, tukimfikisha? Mkimfikisha nchini Tanzania nitawapa maelekezo ya nini cha kufanya. Sawa mkuu. Mzee Miki akakata simu, aliyetazama pale makalio ya Mama Jo, akaanza kuyaminyaminya pale kwa nguvu. Nisikilize. Hapo inabidi ufanye juu chini. Mashushu asiamke. Akiamka vita yake itakuwa ni kubwa mno. Usijali mpenzi wangu. Uingereza yote ni ya kwangu. Mashushu hatutoka salama, hata huyo kijana wako Gamba. Sawa. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumuona Gamba. Gamba alikuwa anajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha alitafuta namba ya Glory. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha alimpigia simu. Ni mimi naongea. Niambie Gamba, pole kwa kilichotokea. Umejuaje? Na macho kila sehemu, usisahau hilo. Rose yuko karibu hapo? Hapana, mimi niko chumbani kwangu. Sasa mueleze ya kwamba Juliana mdogo wake ametekwa. Unajua ni nani alifanya hivyo? Unahisi ni nani? Ni Miki. Pigia mstari. Hiyo ni taarifa mbaya sana kwa upande wako. Ila nahisi watakuwa wamemshikilia kwa ajili ya kuweza kukushinikiza umwachie huyo mzee. Basi acha niangalie itakavyokuwa. Nisikilize Gamba, najua unatamani kuniomba msaada, ila unashindwa kwa sababu huyo mzee ni adui yangu, na mimi kumsaidia adui yangu ambaye baadaye atakuja kunidhuru, unalijua kabisa Gamba, siwezi. Hatuna haja kuyaongea hayo, kwa sababu unayejua baadaye. Gamba alikata simu, alitoka nje ya chumba alichopo Mashushu, aliwatazama walinzi waliokuwa wamesimama mlangoni hapo wakimalisha ulinzi. Gamba akasema, naomba msiruhusu kuingia mtu ndani. Sawa. Gamba alitoka nje ya jumba hilo, akaanza pale kutazama mazingira ya eneo hilo. Akaitazama gari iliyopo nje hapo, ilikuwa ni gari aina ya X5. Vipi, naweza nikatumia usafiri? Ndio, ila una leseni ya kuendesha ya udereva? Hapana, sina. Kaka, ni vyema ukaenda na mmoja wa walinzi wangu, kwa sababu ukikamatwa na askari ni moja kwa moja unapelekwa mahakamani, ndio sheria hii nchi.
Nitashukuru kama nikipewa dereva. Wewe ndio kiongozi wa hii timu ya walinzi hapa? Ni mimi, naitwa Johnson. Nashukuru, mimi naitwa Gamba. Wakapeana mikono kwa sababu Tayana alisahau kuweza kufanya utambulisho kutokana na uharaka wake. Kaka, unataka kuelekea wapi? Kwenye hoteli moja hivi ambayo nimefikia. Kuna mizigo nahitaji kuweza kwenda kuichukua. Okay sawa kaka, kuna neno. Mlinzi huyu Johnson akaita mmoja wa walinzi wake, akampatia jukumu la kumpeleka Gamba hotelini. Na imani hapa mzee atakuwa yuko salama. Kwa 100% kaka. Okay, nashukuru. Gamba aliingia ndani ya gari na kisha wakaondoka katika jumba hilo. Hey dereva, naweza nikakuuliza swali? Kaka, bila shaka. Unafahamu nini kuhusiana na M15? Kaka, kwa nini umeniuliza hilo swali? Kwa sababu wanamuinda bosi wangu. Bwana, M15 hao mara nyingi wanafanya kazi za kipelelezi za kijeshi ambazo muda mwingine huwa ni nzuri na muda mwingine huwa ni mbaya. Mbaya kivipi? Siku zote serikali zozote za nchi yoyote duniani huwa zina mabaya na mazuri yake. Hivyo kazi mbaya ambazo haziwezi kufanywa na askari wa kawaida huwa hufanywa na wao jamaa. Huwa na saini kazi ya mauaji, utekaji, uwindaji. Yaani washikaji ni sijui nisemaje. Dereva huyu alimjibu Gamba huku safari ikizidi kusonga mbele. Unajua mimi nilikuwa nafanya kazi na M15. Ila niliacha kutokana na sababu binafsi. Sababu gani? Mara nyingi watu wanaotoka kwenye vikosi vya serikali huwa tunakuja kuwa walinzi wa makampuni binafsi ambayo majukumu yetu hayawi magumu sana kama majukumu ya kiserikali ambayo wanasiasa wapuuzi hututumia kufanya kazi zao binafsi zinazopelekea maisha yetu kupotea au hata kupoteza viungo, na mwisho wa siku hakuna anayeweza kututhamini kwa chochote kitu. Pale unapokuwa umeshapata ulemavu, serikali na yenyewe inakupotezea. Bora huko kwenye ulinzi binafsi, pesa tunayoipata ni mara 4 na ile tunayolipa kule serikalini. Okay, sawa. Hata mimi nilikuwa ni mmoja wa makomando wa jeshi kwenye nchi yangu. Tanzania? Ndio. Niliwahi kuja miaka kama 5 hivi nyuma. Ila bana nilikuja kimapumziko, nilitembea kule mlima Kilimanjaro, nilienda Zanzibar. Okay, kumbe. Ni eneo moja zuri sana Tanzania ambalo kwenye maisha yangu nimewahi kutembelea kusema kweli. Niliona vitu ambavyo toka kuzaliwa kwangu sijawahi kuviona kaka. Karibu tena kwa wakati mwingine. Usijali ndugu yangu, nitakaribia Tanzania. Basi unajua naweza nikaja huko nikaoa. Okay, sawa. Naweza nikakushirikisha jambo? Bila shaka kaka. M15 wamemteka mtoto wa bosi wangu. Na hadi sasa hivi sijajua watamfanya nini au wamempeleka wapi. Hivyo napata mashaka sana. Hatua inayofuata sijui itakuwa ni hatua gani. Kaka, hili swala kumbe lipo serious tena. Kama walikuja ndani ya hospitali ili kumuua, basi ni lazima watafanya shambulizi jingine. Ndugu yangu, unajua hizo operation chafu kuna kiongozi mmoja mimi na imani yeye ndo anaziongoza. Nani huyo? Anaitwa M, ila kirefu chake anaitwa Miki. Unamzungumzia huyo hapa? Hebu angalia huko. Huyu jamaa huyu. Imekwaje bosi wako ameingia kwenye 18 za huyu mshikaji huyu? Sababu huyu mtu ni hatari, huyu mzee. Na ndiye anayepewa operation chafu kama hizo. Ni story ndefu ndugu yangu. Ila kwa ufupi tu, yeye pamoja na mke wa huyu bosi wangu wana mahusiano ya kimapenzi. Hivyo naona wameona hii ndio nafasi ya kuweza kummaliza kabisa bosi wangu. Sema mapenzi tu yamewafikisha huko sema mbona noma. Ndio hivyo ndugu yangu. Kama inawezekana, naomba tujue eneo ambalo wanapenda kuwaficha watu wakishawateka. Kaka, ni ngumu sana kujua kwa sababu mimi nina miaka 6 toka nitoke M15. Na ni jambo la hatari sana kuwafuata kwenye safe house zao na ukafanya shambulizi, kwa sababu wakikuingiza kama muhalifu wao inaweza kukunyima uhuru wa maisha yako yote. Na hata ipite miaka mingi na lazima tu atakukamata au atakuua. Ila kumbuka wamemteka mtoto wa bosi wangu. Najua mkuu. Na hata mkuu wetu ametuambia kwamba atalifuatilia hivyo. Wewe mwachie yule Madam Tayana. Yule ameiweka Uingereza mikononi mwake. Na ninavyosikia iko hivyo, lakini sina uhakika. Ni kwamba ana mahusiano ya siri sana na waziri mkuu. Aise? Ila sina uhakika kwenye hilo. Nimeongea tu mimi na wewe. Listoke, unajua sihitaji kupoteza kazi yangu kaka, kwa sababu na familia inayonitegemea ndugu yangu. Wala utasijali. Wakafika hotelini,
Walipokuwa wamefikia, Gamba alishuka ndani ya gari na kuingia ndani ya hoteli hiyo. Akaelekea moja kwa moja chumbani kwao. Akakagua vyumba vyote kwa umakini na kufanikiwa kumwona Juliana. Akaelekea mapokezini, akaambiwa, "Karibu Mr. Gamba." Mhudumu mwanaume alizungumza huku akitabasamu. Hakushtuka sana kwa mhudumu huyo kulitaja jina lake, kwa sababu huyu mhudumu ndiye aliyewaelekeza eneo gani kwa London kuna maduka mazuri ya simu. Gamba akasema, "Nashukuru ndugu yangu. Hivi umemwona mke wangu?" Mke wako? Kwani hauna taarifa ya kwamba aliondoka na aliondolewa hapa asubuhi na gari ya wagonjwa? Aliondoka? Ndiyo. Tukajua labda una taarifa. Hapana. Amepelekwa hospitali gani na amepelekwa na nani? Hebu ngoja mara moja, subiri. Mhudumu huyo alizungumza na akaanza kuminya pale button za simu yake. No. Bwana, hakuna rekodi ya wapi amepelekwa, kwa sababu ni jambo linalotokea kwa haraka sana. Limetokea kwa haraka sana. Unaweza kunionyesha waliomchukua na wakampeleka hospitali? Japo siruhusiwi, lakini acha nikusaidie. Okay, shukran. Mwanaume huyo aliendelea kuminyaminya pale button za kompyuta yake, kisha akamgeukia Gamba na kumuonesha video ya madaktari wakiwa wameongozana na wanaume wawili, huku Juliana akiwa yuko juu ya kitanda. Gamba alitoa simu yake akawapiga wanaume hao picha, kwa sababu akifanikiwa kuzitambua sura zao, basi itamsaidia kwa namna moja ama nyingine kufanikiwa kumwokoa Juliana. Gamba amefanikiwa kuzipata sura za wanaume waliomchukua Juliana. Je, atafanikiwa kumpata Juliana ikiwa tayari mzee Mashushu amemweka katika eneo salama? Lakini asichokijua Gamba ni kwamba Juliana sikatekwa na babake wa kambo, na babake wa kambo ameagiza Juliana apelekwe Tanzania. Sasa we Gamba unahangaika nini? Juliana hajatekwa bwana. Vipi bwana? Naam, msikilizaji, kijana Gamba mara baada ya kuja kumuulizia Juliana na kumkosa, aliamua kurudi ndani ya gari. Yule dereva akamwambia, "Kaka, mbona mizigo hujachukua? Si tulifuata mizigo?" "Hapana, nilikuja kumcheki kidogo ili kujua kama yupo ama hayupo, na wameniambia kwamba wamempeleka hospitali. Na watu waliomchukua ndo hawa hapo, unaweza kuwatazama hapa." Kama ndo hawa kaka, wameshamchukua. Wewe unawajua hawa? Nawajua. Ila kama jamaa ana mahusiano ya kimapenzi na mama wa huyu binti, sidhani kama huyu binti anakwenda kumdhuru. Kwa hiyo unashaurije ndugu yangu? Sikiliza kaka, mimi nachokushauri, mwache Madam Tayana alifuatilie. Kwa sasa tumwangalie mzee zaidi. Hii nchi ina sheria kali sana kaka. Sheria ambazo ukienda nazo kinyume tu itakuwa ni ngumu kwako, na hata kwa bosi wako hatotoka ndani ya nchi. Ila sasa ni wamemteka mtoto wa bosi wangu. Naelewa kaka, najua kila kitu, lakini hutakiwi kujichukulia sheria mkononi. Mimi sihitaji kukukatisha tamaa kaka, ila na kuonya, kwa sababu sheria zetu hapa ni mbaya sana, hususan kwa wageni kama nyinyi. Ndio hivyo kaka. Kwa sasa turudi kwenye makazi, tumlinde tu pale mzee. Na okay poa, haina noma. Gamba alikubali kishinga upande, ila hakuwa na jinsi wala namna, kwani anajua hali halisi ya usalama nchini Uingereza ni ya umakini sana kwa makosa ya kiuhalifu. Wakafika uwanja wa ndege. Huu ni upande wa pili ambapo Juliana aliingizwa ndani ya ndege huku akiwa hajitambui. Ndege hiyo binafsi aina ya G550 iliondoka uwanjani hapo na safari ya kuelekea nchini Tanzania ilianza, huku ikiwa imekata vibale vyote. Baada ya masaa mawili ya kuwa hewani, taratibu Juliana alijikuta nafumbua macho yake huku akiona mawenge. "Karibu duniani." Afisa wa M15 alikuwa amekaa siti ya mbele yake inayotazamana na siti aliyokuwa ameikalia yeye Juliana. Sauti hii ilimfanya Juliana shangae. "Wewe?" Juliana alizungumza huku akimkumbuka mwanaume huyo aliyekuwa amepanda naye kwenye lifti. Juliana akatazama dirishani, akakumbana na mawingu. "Mnanipeleka wapi?" Juliana
aliuliza huku akiwa anatazama mkononi mwake, mkono uliokuwa umefungwa pingu huku ukiwa umeunganishwa na siti aliyokuwa ameikalia. Nifungue tafadhali, Juliana alizungumza huku akijitingisha mkono wake. Jinsi unavyozidi kujitingisha, hiyo pingu ndio inavyozidi kukukamata zaidi, inazidi kujibana. Tulia, sisi sio watu wabaya kwako. Hapa upo angani, unarudishwa nyumbani kwako Tanzania. Nini? Yaani mnanirudishaje Tanzania ikiwa babangu anaumwa na amelazwa hospitalini? Niachieni, hebu acheni uchizi wenu huo. Hebu nirudisheni mlikonitoa. Kwa hiyo nikufungulie mlango uruke kwenye ndege, au sio? Nisikilize wewe binti. Ni vyema kama utatulia mpaka ukafika nyumbani kwenu salama. Na hii pia unatakiwa umshukuru Mungu kwa sababu hujaingizwa kwenye listi ya kuuawa. Unamaanisha nini? Ni vyema ukawa mpole. Tulia. Mwanausalama huyo wa M15 alizungumza huku akimtazama Juliana. Juliana alijikuta ni mpole sana. Mwanausalama huyo alisimama na akatoa kitambaa mfukoni mwake, akamimina dawa ya usingizi huku Juliana akawa anatazama. Unataka kunifanya nini? Juliana aliuliza huku akitetemeka. Mwanausalama huyo akamkandamiza na kitambaa hicho Juliana puani. Aise, haikuchukua dakika, pale pale Juliana usingizi mzito ukampitia. Naam, upande wa pili Gamba aliitoa simu yake mfukoni iliyokuwa inaita huku akiwa anashuka ndani ya gari, akaipokea na kuiweka sikioni. Gamba, hebu nipatie ripoti. Nimefanikiwa kuweza kumhamisha mzee na yuko mafichoni, ila kuna tatizo. Gamba alizungumza huku akitembea kwa mwendo wa haraka kuingia ndani. Kuna tatizo gani tena? Wamemteka Juliana. Unasema? Juliana ametekwa na waliomteka ndio wale waliotumwa kuja kumuua mzee. Yaani ina maana shemeji yangu Mama Jo ni amedhamiria kweli kufanya ukatili kama huu? Hivi amepatwa na nini yule mwanamke? Mbona ni mtu ambaye tumeishi naye vizuri tu. Yaani kwa nini Mama Jo anakuwa katili namna hii? Don Rafael alizungumza kwa sauti ya upole iliyojaa kukata tamaa. Aise, yaani unajua kumwacha huko ndugu yangu Mashushu pia tunaweza tukampoteza. Hebu acha nijaribu kufanya mpango wa kumrudisha huko Tanzania. Wapo wanaoweza kumtibu hapa Tanzania na pia atakuwa salama zaidi. Sawa? Kukuachia hili jambo wewe peke yako Gamba linaweza likakugharimu kwa kiasi kikubwa sana. Acha nishauriane na madaktari, sawa? Tujue nini cha kufanya. Kwa sababu hali ya mzee ni muhimu sana kuliko kitu chochote kile. Hapo alipo ni nusu mfu. Tukizidi kumsumbua inaweza kutugharimu. Sawa? Mzee wangu, mimi nimekuelewa. Lakini kama ulivyosema, tukimsumbua na safari ya kutoka kukuja huko pia ni inakuwa sio sawa. Sasa wewe unashauri nini? Ngoja kwanza tupate ushauri wa madaktari tuone kama kweli itawezekana akasafirishwa. Basi wewe sawa, fanya hivyo na kisha utanipatia majibu. Utanipa majibu madaktari watasemaje? Sawa mzee wangu. Gamba alikata simu huku akimtazama mzee Mashushu vizuri. Akatazama mashine zinazoonyesha mfumo mzima wa mapigo ya moyo ya mzee Mashushu jinsi anavyokwenda. Hapa kuna mabadiliko yoyote toka alipomwacha. Johnson mlinzi huyu akaingia ndani ya chumba hicho na kisha akasema, kaka, kijana wangu amenieleza mlioyajadili kwenye gari. Johnson alizungumza huku akisimama pembeni ya Gamba. Gamba akasema, ndio kaka. Unajua haya mambo kiasi yananishangaza kuona mama anamsaliti mumewe kwa kiwango kikubwa kiasi hiko. Ndio hapo hata mimi mwenyewe najaribu kuweza kukataa moyoni mwangu, ila sina jinsi zaidi ya kuweza kukubaliana na ukweli wa kilichotokea, kwa sababu tulikuja tukiwa tuna wasiwasi wa maisha ya mzee
ili aweze kuokolewa, ila mwisho wa siku sasa ni wasiwasi wa mkewe kumuua mume wake. Sasa wewe umejuaje kama anataka kumuua mume wake au ni mpango wa huyo mwanaume wake? Gamba akaicheza audio ya mazungumzo iliyo katika simu yake, akamsikilizisha mlinzi huyu Johnson mazungumzo hayo yote. Johnson alijikuta anashusha pumzi. Inavyoonyesha ni watu wanaojuana kwa miaka mingi, na walipokutana umeamua kuweza kuyaibua kwa nguvu. Lakini singemwacha tu kuliko kumwangaisha hivi huyu mzee mwenyewe hapa alipo tu mwenyewe anahemia drip. Ndugu yangu, unajua wanawake siku zote ni majini ndugu yangu, na ndio maana hata Mungu alituambia tuishi nao kwa akili sana. Yaani unajua ndugu yangu Gamba, usijaribu sana kumpa mwanamke yote maisha yako au moyo wako, atakuumiza katika kipindi ambacho wewe mwenyewe hujatarajia kuumiza. Yaani kweli kaka. Mzee, nikwambia kitu kimoja. Akizinduka hapa, endapo hatamuona mke wake, hatamuona mtoto, na mwone mpaka huruma. Hivyo mimi nimewapa vijana wangu kazi, wafuatilie hili jambo na wataniletea ripoti ya wapi alipokuwa huyo binti, kwa sababu uzuri wa hii nchi kuna CCTV kamera nyingi sana kwenye barabara zetu. Hivyo watalitafuta hilo gari la wagonjwa lililomchukua mpaka walipofikia. Nashukuru ndugu yangu, asante sana. Wala tusijali Gamba, hii issue imefanywa na maafisa wa serikali, ila tutaweza kulitatua kwa sababu hata mimi pia shirika langu liko vizuri sana kwenye masuala ya usalama, na tuna maafisa wengi wenye ubora mkubwa kuliko hata hao maafisa wa serikalini. Kumbe hili ni shirika lako? Ya, nina waajiriwa 1600. 100 kati hao wanashughulika masuala ya IT, na waliosalia wapo tu kwenye makampuni makubwa wanawalinda matajiri wakubwa ndani ya bara la Ulaya. Sasa kwa nini umeamua kuweza kuwa kwenye field kuliko kuwa ofisini ili kuweza kuoperate kazi ukiwa ofisini? Gamba, mimi ni mtu ambaye sipendelei sana kukaa ofisini, na nateua watu maalum wenye ujuzi wa kuendesha masuala haya ya kampuni. Kuna mkurugenzi na watendaji wake kati ya hao watu 100 niliweza kukwambia. Hivyo mimi nimebaki kama muasisi tu wa kampuni, na ndio maana muda wangu mwingi nautumia sana kuwa field. Ninamshukuru sana Mungu, mambo yanakwenda kadiri siku zinavyozidi kwenda, tunazidi kutanuka pia. Hongera sana kaka. Nashukuru sana Gamba. Gamba, unaonekana uko vizuri sana. Kwa nini wewe usianzishe kampuni yako ya ulinzi ili uzidi kujiimarisha na usicheze mbali na majukumu ya usalama? Ninatamani sana kuanzisha kitu kama hiko ulichokisema, ila kwa nchi niliyotoka ina ukiritimba mwingi sana. Kampuni kama hizo zipo, ila kuna mlolongo mrefu sana kwenye kuanzisha, na hata ikiwepo basi dhana zitakazokuwa zinatumika katika ulinzi ni za kawaida ambazo huwezi kupambana na adui anayekujia hata akiwa na bastola. Umetoka Afrika. Inaweza kuleta mabadiliko ukaanzisha kampuni katika ubora mzuri, na unaweza kuishawishi serikali yako kuwa na kampuni bora ndugu yangu. Ngoja mzee azinduke kwanza, kwa sababu ni mtu ambaye anajuana na watu wengi, na kama hili likipita salama basi nina imani kabisa atanisaidia kwenye wazo langu. Wakati wanaongea hayo, mlango ukagongwa. Johnson akasema ingia. Johnson alizungumza, na ndipo mlinzi wake mmoja aliingia, huku mkononi akiwa ameshika iPad. Akasema, mkuu, tumeweza kugundua alipokuwa binti. Kauli hiyo ilimfanya Johnson na Gamba wamsogelee huyu jamaa. Jamaa akasema, mkuu, tumegundua kamera za CCTV kamera zilipotelea hapa kwenye hii barabara, na hii gari iliingilia upande huu. So baada ya muda tuliweza kuona gari hiyo ya wagonjwa ikitoka na kuelekea uwanja wa ndege, na huyu binti ameingizwa kwenye hii private jet, na tulipoifuatilia ripoti zake inaonyesha inaelekea nchini Tanzania. Tanzania? Ndio. Kwa nini sasa wanamrudisha nchini Tanzania? Gamba aliuliza huku akitazama video za CCTV kamera za uwanjani zikimuonesha Juliana akiingizwa ndani ya ndege huku akiwa amebebwa. Labda wameamua kuweza kumrudisha nyumbani ili iwe rahisi kuweza kukuinda wewe na mzee. Alafu kweli. Hebu sikilizeni, fanyeni hivi, mtumieni hapa jamaa hiyo video. Ikiwezekana hiyo ndege ikamatwe itakapofika tu kwenye kiwanja chochote nchini Tanzania. Sawa mkuu. Gamba alijikuta anaitoa simu yake mfukoni.
akaingiziwa hiyo video ambayo moja kwa moja akaituma kwa Don Rafael na kisha akampigia. Akamwambia mzee, na imani umeipata hiyo video. Don Rafael akasema ndio, nilikuwa naitazama hapa. Huyu si Juliana huyu? Ndio yeye. Na hao jamaa wamemkamata na wanamrudisha nchini Tanzania. Hivyo unavyozungumza na wewe hapa mzee wangu, ni kama masaa 3 hivi watakuwa wapo angani wakija huko nchini Tanzania. Hivyo unajua nini cha kufanya mzee wangu. Sasa watatua kwenye kiwanja gani hawa? Kwenye hilo sijui, ila ni vyema kwenye kila kiwanja ukawajulisha juu ya hiyo jambo. Najua una watu wengi sana, hivyo unaweza ukawakamata hao jamaa. Okay. Sawa Gamba, acha kwanza nilifuatilie kwa ukaribu. Nashukuru sana mzee wangu. Na umeshauriana na madaktari? Hapana mzee wangu, ila kwa sasa nahitaji kuwa mafichoni kwanza. Kuweza kujua hatua za maadui zangu, kwa sababu tayari walishanitangulia kwa kumteka dogo. Hivyo nikicheza vibaya hapa tunaweza tukampoteza hata mzee mwenyewe. Basi fanya hivyo Gamba. Sawa mzee. Mimi Gamba nakuamini, maisha yangu ndugu yangu yako mikononi mwako. Maisha ndugu yangu hayo yapo mikononi mwako bwana. Nashukuru sana mzee. Gamba alikata simu na kisha kairudisha simu yake mfukoni huku akiwa anamtazama Johnson pamoja na kijana wake. Gamba akamshukuru pale Johnson, akamwambia nashukuru sana ndugu yangu Johnson. Wala usijali, tuko pamoja. Mlango ulifunguliwa. Tayana aliingia ndani hapo huku akiwa ameongozana na mlinzi wake mmoja. Johnson alipomwona Tayana akasema mkuu. Johnson alizungumza huku akipeana mkono na Tayana. Tayana akauliza mgonjwa anaendeleaje? Akajibiwa hali ipo vile vile. Tayana akasema Gamba vipi? Safi tu. Mimi basi acheni niwapishe jamani. Johnson akatoka na walinzi wake hao wawili ambaye mmoja alikuwa anamlinda Tayana. Nimewakabidhi wale vijana wawili kwa mkurugenzi wao wa M15 na wanaojiwa kwa sasa wapo chini ya uangalizi mkali. Nashukuru Tayana, ila kuna tatizo. Tatizo gani Gamba? Wamemteka mtoto wa boss. Na hivi ninavyozungumza ninasikia wapo kwenye ndege wanaelekea nchini Tanzania kumrudisha Tanzania yule binti. Na video shahidi ni hii hapa. Gamba alimuonesha Tayana video hiyo. Shit. Hili swala kwa nini wanalifanyia? Hili swala wanalifanya kitengo cha serikali, yani why? Sijui kwa kweli. Hebu niingizie kwanza video. Gamba alimuingizia Tayana video hiyo na kisha Tayana akaituma video hiyo kwa mkurugenzi mkuu wa M15 na kisha akampigia. Halo. Vijana wako bado wanamuandama rafiki yangu. Wamemteka mpaka binti yake na sasa wanamrudisha nchini Tanzania. Nadhani umeshajua ni nani ambaye yupo nyuma ya hilo swala, kwa sababu umeniambia hamjaruhusu kazi kama hiyo kufanyika na wao wanaifanya. Wanatumwa na nani? Tumeshagundua aliyehusika kwenye hilo swala na tupo tunalishughulikia. Itakuwa ni vyema ukanieleza, kwa sababu hili swala usipolichukulia umakini nitalipeleka kwa waziri mkuu, na nina imani unajua nini kitakachoweza kwenda kutokea katika kitengo chako. Mtawajibishwa. Bianca aliweka loudspeaker na wakasikia pumzi ya mwanamama huyo ikishuka kwa nguvu mno. Unajua ni hatari kusema masuala ya ndani ya shirika kwa mtu binafsi, hususan kuhusiana na hizo operation zetu. Basi acha nimuulize waziri mkuu. Tayana, tumefanya kazi kwa karibu toka enzi za uhai wa baba yako. Hivyo nakuomba basi hili mimi nitalishughulikia mimi mwenyewe. Inaonesha mtu huyo ana nguvu kukushinda, sio manake? Hapana Tayana. Ila ni nini? Naomba Tayana nikurudie baada ya dakika 5. Samahani kwa hilo. Tayana alikata simu huku akiacha msonyo mkali mno, na uso wake ulionyesha dhahiri kutokuridhishwa na majibu ya mkurugenzi huyo anayeonyesha kuficha mtu anayehusika na utekaji na mipango ya kuuliwa kwa mzee Mashushu. Bwana mkurugenzi wa M15 anapata tumbo joto. Anapata tumbo joto, anashindwa kuyaweka mambo bayana. Ni nani anayehusika na mipango hiyo? Ikiwa Gamba anamjua kabisa anayehusika na mipango hiyo ni yule mzee Miki. Sasa nini kitatokea? Bwana usikose kufuatilia mtiririko wa huu mzigo wa Hitman Driver katika sehemu ya 16. Langu jina naitwa Uncle J. Asante kwa timu yako. Tukutane katika sehemu inayofuata. Ila kwa sasa niseme kwa heri. Bye bye.